tayari kupigania kabaka huyo, na yuko tayari kutukana dini ya Uislamu, na yuko tayari kudhalilisha Uislamu, na yuko tayari kumtukana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalama, ili kama huyu sheka ataweza kukoma kuomba ama kupendelea kabaka huyu arudi katika aje katika dini ya Uislamu, ama awache tamaduni za vile wanaelewa kina kabaka. Ni watu ambayo wanaamini vitu za kale, kina mababu waliokufa, kina desturi hizo. Yani hao kila kitu wawezi fanya bila miungu mingine ya utamaduni wao. Ndiyo imeleta tatizo hili, na mada haya hatunayaweka wazi tujue kuwa ya kwamba kwa hakika hakuna chochote bora zaidi hapa duniani zaidi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nebe warning okuddamu okwogera ku balongo, okwogera kabaka n'emiziro lwanajja nze nja kwogera ku nabbi bibi. Ekyo kyonki basuubiza. Gamba seeka kiti Yesu nyo gamba kabaka okusiramuka. Kabaka alina emyaka 75. Era guno nze mugamba seeka kiti lwanadda. Byanayogera nze nja bivuma mu munnamwe. Mwagale nnyo. Lwaki? Ati gwe basinziirako kati nze ekinnuma nsinza kabaka wa nzikiriza mu kabaka wange, nabo bakiriza mu nabbi waabwe. Ffe tetumwogerako kibi. Beekiboogeza kabaka waffe ebibi kiki? Kubanga bo bagamba abamu bo basooke batuuka usinza ddi ino si byakuwalampa sobola kulaba mpologoma mu kamwa. Naye ate bwe tusirikanga nze omusajja omuganda kya buli az'amaanyi ku mpala bwa Ssaabasajja myaka 71 mulowooza tusubirayo amajjaganya n'emisinde nga Ssaabasajja awezezza emyaka 15. Kiribaawo ekyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu Waislamu, na pia ninawasalimu ndugu wasikizaji ambao sio Waislamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamina, wassalatu wasalamu ala Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu, siku ya leo napenda tujikumbushe jambo kubwa sana katika dini yetu, sio kwa ajili ya ugomvi, si kwa ajili ya kumshambulia mtu, mbali kwa ajili ya kujifunza na kuikumbusha nafsi zetu. Mada yetu ni hatari ya kumtukana, kumdhalilisha au kumkera mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na pia na kuwatukana na kuwadharau mitume wengine kuanzia kwa waliotangulia na walio malizia baadaye. Tutazungumza kwa dalili za Qur'ani na Sunna, kwa sababu katika Uislamu ukweli upimwa kwa dalili, si kwa hisia wala kauli za watu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wanaompenda, wanaomheshimu na wanaofuata sunna ya mtume wake. Bismillahirrahmanirrahim. Kila sifa njema ni za Mwenyezi Mungu, na rehma na amani zimshukie mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalama.
Amani ya kweli anayekubali kusikia. Ama ndugu zangu, hakuna mwisho mwenye imani ya kweli anayekubaliwa kusikia mtume wake akitukanwa au akimdhalilishwa ama akidhalilishwa. Lakini katika zama hizi baadhi ya watu wamefikia hatua ya kusema kwa hasira au kwa kutetea watu fulani kwamba wako tayari hata kumtukana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Leo tutaangalia mbele ya Mwenyezi Mungu, tutaangalia Qur'ani na Sunna zinasemaje kuhusu jambo hili, ili kila mmoja ajue uzito wake mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndugu wapenzi Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na hatusemi ya kwamba kila mmoja anamtukana mtume. Katika miongoni mwetu kuna wale wanaompenda mtume na kuna wale wanaomchukia. Kuna wale wanaompenda mtume, lakini kuna wale hawapendi maswahaba wake, na ili hali Qur'ani imeweka wazi tumpende mtume. Hadithi mtume mwenyewe ameziweka wazi, amesema kuwa ya kwamba tusiwatukane maswahaba wake. Lakini leo hii ndugu zangu, kuna clip moja ambayo imetokea ndio ikanifanya kubeba mada haya, kuyaleta mbele yenu na kuyaweka sawa, ili tuweze kusaidiana katika nafsi zetu kuzitengeleza na kuwa imara. Bwana huyu anatoka katika mji wa Uganda. Anasema kuwa ya kwamba anamtetelea mfalme mmoja ama kabaka mmoja kule yupo Uganda saizi madarakani. Na usisahau kabaka ni kama upande mwingine anakaa kama president ama mfalme fulani. Kabaka maana yake, kabaka huyo ni wale watu ambao wanadumisha desturi na mila na tamaduni za kijamii. Kwa hivyo anaheshimiwa sana na kupewa kipao mbele, kwa sababu yeye, tuseme upande mwingine ni kama mgawa baraka, upande mwingine ndio ni kama mruzukuaji. Kwa hivyo kila mmoja amesahau nafasi yake. Kwa hivyo imefikia wakati ya kuwatukuza watu zaidi, mpaka tunafikia mbele ya kusema kuwa ya kwamba watu hawa mkijaribu kuwakosoa, wengine wao wako tayari kumtukana mtume Muhammad na kutukana na kuudhalilisha Uislamu kwa sababu ya mtu kama huyo. Ni heri mtume atukanwe, lakini kwa upande mwingine mtu huyo kwa yale matamshi yake aliyaweka ni kama kuwa ya kwamba Muhammad ama mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasalama ni kama yani sio chochote kwake. Na ningependa kidogo, acha tufuatilie, tungependa kufuatilia mada haya kwa sababu kutakuwepo na wale wenye watahitaji ushahidi wa kutosha, na kilipu hii pia nitawaiunganisha na hii mada iendane na hii mada, na kila mmoja atayasikia mada haya tunayo yazungumzia. Siku ya leo
siyo vita, mbali ni kurekebishana. Tujue kuwa ya kwamba tofauti ya mtume na sisi tuko tofauti sana. Sisi wote ni wanadamu, lakini Qur'ani imetuwekea wazi, yoyote atakayetangaza vita baina ya mitume, kwa hakika atakuwa ametangaza vita kati ya mitume na Mungu, na kwa hakika atapata adhabu hapa duniani, ama atadhalilishwa hapa duniani, na akhera ataingia motoni. Qur'ani inatueleza kuwa ya kwamba sura ya 33:57 inasema kuwa ya kwamba hakika wale wanaomdhuru Mwenyezi Mungu na mtume wake, Mwenyezi Mungu amewalaani duniani na akhera, na amewaandalia adhabu yenye kudhalilisha. Kwa hivyo tunaona kuwa ya kwamba Qur'ani inatueleza kuwa ya kwamba yoyote atakaye mdharau Mwenyezi Mungu na mtume wake ama na mitume wake, kwa hakika Mwenyezi Mungu amewaandalia hapa duniani, amewalaani, na akhera pia amewaandalia adhabu yenye kudhalilisha. Hii inaonyesha kuwa kumdhuru au kumkera Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, au kuwakera mitume wengine kama kina Yesu alayhi salam ama kina Nabii Isa alayhi salam, jambo hili linaonyesha kuwa ya kwamba ni mbaya, na mtu atalaaniwa hapa duniani, na pia atapata madhambi kubwa, na pia siku ya kiyama amehandaliwa adhabu yenye kudhalilisha ama adhabu kali. Kutomheshimu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilitokea hadi paka aya ya 49 ikashuka, yani sura hii ikashuka, sura ya 49 aya ya 2 inasema kwa ya kwamba enyi mliamini, msiinue sauti zenu juu ya sauti ya nabii, wala msiseme naye kwa sauti kubwa kama munavyosemezana nyinyi kwa nyinyi, musije matendo yenu yakaharibika nanyi hamtambui. Kwa hivyo hata kuongea sauti za kumdhalilisha kama huyu ndugu yetu aliyetoa sauti hii na kumdhalilisha kuwa ya kwamba huyu kawaka kama hata wacha, yani kuna shekhe mmoja, acha niweke wazi jambo hili liweze kueleweka. Shekha mmoja ambaye ako huko Uganda anaitwa Sheikh Kiti, anapatikana hadi paka hapa YouTube, aliweza kumsihi yule kawaka kulingana na umri wake na miaka yake, na saizi amezeeka, anaendelea kuzeeka, na dhemo mtu unazeeka umauti unakupata, na akaonelea kama vile unaona ni mwanadamu mwenzake, akasema kuwa ya kwamba ewe kawaka, muda unaendelea, masiku zinapungua za kifo, na hakuna atakaye dumu hapa duniani zaidi ya miaka 150 wala 200. Tukidumu sana miaka 100, na 100 hiyo ni uzee, hata mtu huwezi pumua. Na akaonelea vyema, ni maono, angependelea kawaka huyu angewacha mila na desturi za kitamaduni, aweze kurudi katika Uislamu, abadilike na aongoze, awe na muongozo ulio sawasawa, muongozo wa msimamo wa dini ya Kiislamu ambaye tuliweza kujaliwa na Mwenyezi Mungu, aweze kufata dini hiyo, at least abadilike awe Muislamu. Ilikuwa ni maono na ni maombi,
ndipo kisa hiki kiliweza kutokelezea. Huyu jamaa akawa miongoni mwa kutoa kauli hizi, kama huyu shekhe hata koma kuambia mfalme wao ama kuambia kabaka yao awache Ukristo ama awache kufuatilia mambo ya utamaduni ya ufalme. Ameongoza kwa muda, ajue kuwa ya kwamba maisha ni ya muda, maisha ina wakati wake, dunia hii sisi ni wapita njia. Ndio imetokelezea na ikaleta kisa hichi, huyu jamaa kusema kuwa ya kwamba yeye yuko hata Qur'ani ni bora, Qur'ani ni mzuri, lakini Qur'ani hii mtume ndiye alikuja, ndio Qur'ani hii kafanya nini? Ikateremuka kwa ajili yake ili sisi tuweze kupata kuelimika. Na kauli hizi zilipotoka, wale watu waliokuwa wanatoa sauti zao wakimdhalilisha mtume, wakimkera na mambo kama haya, ndiyo aya hii, sura hii ya 49 aya ya 2 ikasema kuwa ya kwamba msiinue sauti zenu juu ya sauti ya nabii, juu ya sauti ya mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Msiinue sauti zenu kwa kumkera, kwa kumuudhi, kwa kumdharau, kwa kumtukana. Haya yote Qur'ani imeyataja na imeelezea. Kumtii na kumpenda, ama aya hii inaonesha uwajibu wa kumheshimu mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumtii na kumpenda, Qur'ani 4:80 inasema kuwa ya kwamba anayemtii mtume basi ametii Mwenyezi Mungu. Kwa hakika wewe kama utamtii mtume, kwa hakika utakuwa umemtii Mwenyezi Mungu. Na tusisahau kuwa ya kwamba Qur'ani hii bado sura ya 2 aya ya 97, yani sura ya 2 aya ya 97 hadi paka 98 inasema kuwa ya kwamba hadui wa Jibrilu na mtume, sema aliyekuwa hadui wa Jibril, basi Jibril ameiteremsha Qur'ani moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na pale aya inayofuata inasema kuwa ya kwamba anayekuwa adui wa Mwenyezi Mungu na malaika wake na mitume wake na Jibril na Mikail, basi hakika Mwenyezi Mungu ni adui wa makafiri. Hapo inaonesha kwa ya kwamba ukafiri wako ukifikia ya kusema ya kwamba uko tayari kumtetea kavaka ili kwa sababu ameguzwa aingie katika Uislamu, ama wache yala anayeyafanya kwa sababu ameyafanya kwa muda tangu aingie katika uongozini. President ameingia katika uongozini, ametesa watu, amefanyia watu, ama anaenda kinyume na jiza uongozi wako unaenda kinyume na jiza ambavyo kuna taratibu na mila na desturi za Nabii Ibrahimu zipo, za Nabii Yesu hii ama Nabii Isa zipo, za kina Nabii Musa ipo, roots hizo ziko za kufata. Lakini pake nafikia mtu unasema kwa ya kwamba uko tayari kutangaza vita kumtukana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwa niaba ya kavaka kama huyo wa Uganda. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ametangaza na ameweka aya hii wazi kuwa ya kwamba aya hii inasema kuwa ya kwamba Mwenyezi Mungu na malaika wake na mitume, yani na mitume wake na Jibrilu na Mikail, basi hakika Mungu ni adui wa watu sampoli kama hizo ambao watakuwa ni makafiri. Na hizo zilikuwa ni desturi za makafiri, na ndio tunaona sasa saa hizi bado zinarudi, kwa sababu
mambo kama haya, mtu ambaye uko na uchaji Mungu, uko na Mungu ndani yako, mimi sina uwezo wa kusimama na kumtukana Nabii Isa ama kumtukana Yesu, kwa sababu bado Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu ni mtumwa, na yeye mwenyewe pia anathibitisha kwa ya kwamba mimi ni mtumwa, nimetumwa katika wana wa Israeli. Alafu sasa leo hii mimi nije hapa kukanusha kwa sababu ninatafuta wafuasi ama ninatafuta kusifiwa ama ninatafuta unga, nianze kumtukana mtume wetu ama nianze kumtukana Yesu kwa sababu ninatafuta unga wa siku, ama nionekane kupendwa na watu wengine, ama ninatafuta mwanya wa kupenya na kuingia mahala ambapo nataka kuingia. Kwa hivyo hiyo ndiye itakuwa njia rahisi ionekane kuwa mimi najipendekeza, yaani mimi ninampenda sana Kabaka kuliko hata Mungu mwenye aliyemuumba. Aya hii inaonyesha kuwa hadui wa Jibril na mitume au malaika wa Mwenyezi Mungu ni jambo kubwa sana. Yoyote atakaye kuwa hadui ya mtume, wewe tayari jua wewe ni adui wa Mwenyezi Mungu. Wewe ni adui wa malaika. Utakuwa ni hadui kwa sababu malaika wenyewe walilazimishwa kufanya nini? Kumlazimisha, yani malaika waliamrishwa kufanya nini? Kumheshimu mtume na kumpenda, hadi paka Jibril alikuwa anavunamia mtume na kumheshimu na kumletea habari kutoka mbinguni. Pia tuko na hadithi pia zinasema kwa ya kwamba mtume anasema kwa ya kwamba msitukanane maswahaba wangu pia. Hata pia katika sisi viongozi ama katika Waislamu pia tuko wala ambao Waislamu ambao wametamka kalimati ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini utakuta kuwa ya kwamba watu hawa bado hawapendi masuhaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ama hawapendi masuhaba hawa radhiyallahu anhu. Utakuta Waislamu wengine wameweka kuwa ya kwamba ama kama ni katika shahada, kuna wale wanatoza ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna aliyullah. Wengine wanasema wanapomswalia ama kuswalia katika maswahaba, unakuta wanasema kuwa ya kwamba wa Abubakari wa Uthmani wa Umaru sijui nini laanatullah. Umeona watu kama hao, ndipo umeona pia mtume alisema kuwa ya kwamba msitukanane masuhaba wangu. Kwa hakika mkitukana masuhaba wangu mmetukana mimi. Mkitukana masuhaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtakuwa mmetukana mtume, mtakuwa mmetukana sasa pia na Mungu, na mtakuwa mmetukana pia na malaika, na mtakuwa mmetangaza uadui baina ya masuhaba, mmetangaza uadui kati yenu na Mwenyezi Mungu na malaika wake na masuhaba wake na mitume wote. Ingawa hadithi hii inaruhusu masuhaba, inayoonesha umuhimu wa kuheshimu watu wenye daraja kubwa katika Uislamu kuhusu mtume mwenyewe. Heshima yake ni ya juu zaidi. Mwenyezi Mungu mwenyewe kwanza amepea mtume Muhammad heshima ya hali ya juu sana, na mwanadamu yoyote pia amepewa heshima na malaika wote, kwa sababu Mwenyezi Mungu alipokuwa anaumba mwanadamu aliamurisha malaika wote watii na wamheshimu mwanadamu. Pia haya hii inasema ama hakuna mmoja wenu atakaye kuwa na imani kamili. Pia ni mtume pia amesema hakuna mmoja wenu atakaye kuwa na imani kamili mpaka niwe mpendwa wake kuliko baba yake, kuliko mama yake, ama kuliko mtoto wake na watu wote. Hakuna yoyote atakuwa na imani thabiti ila tu kama amempenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuliko hata bibi yako, kuliko hata baba yako, kuliko mali zako, kuliko kila kitu hapa kilioko hapa duniani. Lazima uweke mtume mbele, umpende, ndio uwe na imani thabiti na mapenzi ya mahaba baina ya nafsi yako na mtume wetu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikiwa mtume anasema
yani ikiwa mtu anasema nikikasirishwa nitatukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili nilipize kisasi, basi hiyo ni kauli mbaya sana. Muislamu anatakiwa kulinda ulimi wake na kumheshimu mtume wakati wowote ama wakati wote, bila kujali ugomvi ambao umetokelezea baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na sisi wote kati yetu sisi ambao ni Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tusichukulie ugomvi wetu tukaiweka wazi na tukaanza kuiwekelea mitume na kuanza kuwadhalilisha mitume. Mitume wote ni wa Mwenyezi Mungu na wamekuja kwa niaba ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu aliwaleta mitume hawa kugomboa ulimwengu kutoka katika giza kurudisha ulimwengu katika nuru. Iwe ni mtume mgani mwenye wewe unatambua, iwe wewe unayempenda Yesu Kristo Nabii Isa alayhi salam hadi pako unamuita Mungu, iwe wewe unampenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, iwe wewe unampenda nani, jua kuwa ya kwamba mitume wote Mwenyezi Mungu ametuwekea mipaka baina yetu sisi na hao, na tuwape heshima zao, na heshima zao ni tofauti na sisi na kati yetu. Kwa hivyo tusiweke hasira kati ya dini zetu, kati ya uongozi wetu, kati ya uendeshaji ya matamanio zetu binafsi, tukawa miongoni mwa kutukana mitume ili tuonekane kuwa ya kwamba sisi ni bora na tunapenda watu fulani sana kuliko mitume wetu wote ambao Mwenyezi Mungu ametujalia na kutufikishia ujumbe hapa duniani. Kwa hivyo ndugu zangu, siku ya leo mada haya nimeyaleta tuweze kufanya nini? Kubadilishana ama kurekebishana. Hii kukuwa ni siku ya vita, pia ni muhimu tuweze kuchunga ndimi zetu, tuweze kuheshimu. Hata ni sawa sawa na jinsi ambavyo utakuta mtoto atakwambia ni bora kuliko mzazi wake, lakini wewe mzazi na mtoto wako huwezi ukawa bora kuliko Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalama. Na mitume hawa ndio wameleta nuru hapa duniani, na tusisahau kuwa ya kwamba umma ulienda na wakati huu ambao tupo sasa hivi tuko katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalama, kulingana na umma 25 kuanzia kwa umma wakati wa Adam uliisha hadi paka umma wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambaye ni mtume wa umma huu wa kisasa. Sisi wote ni watu wa umma wa mtume. Uwe ni Mkristo, uwe ni Muislamu, leo hii ujue kuwa ya kwamba umma ambao tuko sasa hivi ni umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya umma wa Yesu Kristo ama wa Yesu ama wa Jesus ama umma wa Nabii Isa kuisha, kwa sababu Nabii Isa ndiye alikuwa nabii wa 24. Umma wako ulipoondoka ndipo sasa umma huo akaulegeza kwa Mtume Muhammad, akawa ndio kiongozi, na umma huu ndio ulikuwa umma wa mwisho. Na umma huu kuwa wa mwisho ndio tuseme ni kwa nini sisi wote ni tuko katika umma wa mtume. Baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuna umma mwingine wa kuja hapa duniani kuongoza paka kiyama. Umengine kikuja ujue hiyo ni kiyama, sio umma wa kuongoza watu, kutawala watu, hapana. Hata kama tunasema Qur'ani na kueleza kwa ya kwamba Nabii Isa ambaye ni Yesu Kristo atarudi na kupigana na Dajjali, na baada ya kurudi atafanya nini? Pia naye atakufa kama vijinzi ambavyo pia sisi tuliweza kukufa. Na isitoshe pia hata yeye pia aliweza kutoroka kifo, kwa sababu alitoroka akisema Eloi Eloi, ikiwezekano niepushane, Eloi Eloi, Mungu wangu mbona umeniacha.
Na Yesu aliweza kutoroka kifo akaenda mbinguni akiwa hai. Alitoroka kifo, akatoroka kifo ya kaburini kuzikwa, hadi paka akaelekea mbinguni. Ndipo naona katika Biblia inasema Eloi Eloi Eloi, Mungu wangu, ikiwezekana uniepushane na huu umauti. Ama Mungu wangu, mbona umeniacha? Akiomba Mungu amwepushane na umauti. Na tena ukisoma katika Biblia yenyewe anasema kwa ya kwamba kwa sababu ya unyenyekevu na utiifu, kwa sababu Yesu Kristo alikuwa mtiifu, alikuwa mnyenyekevu. Yesu Kristo aliomba sana dua kwa kulia na kwa kusali, ili Mungu akaweza kumwepushana na umauti huu. Hebu tusubirini kidogo tuangalie maandiko haya, kwa sababu vitabu hizi zote tunaziheshimu, kwa sababu vitabu hizi zote zimekuja kwa ajili ya kuturekebisha sisi binadamu, ama sisi watu wote katika duniani. Tujifunze, kwa sababu ni vitabu ambavyo vinazungumzia uadilifu na maadili ya maisha yetu yajayo mbele na kuchunga ndimi zetu.